Peskov asema Ulaya inashadidisha mzozo wa Ukraine kwa kuzidisha misaada yake ya kijeshi kwa nchi hiyo. Msemaji wa ikulu ya Russia Kremlin ametangaza kuwa Ulaya inachagiza mzozo wa Ukraine kwa kuzidisha misaada ya kijeshi kwa nchi hiyo badala ya kutatua vyanzo vya mzozo huo. Dmitry Peskov ameeleza kuwa Ulaya badala ya kutatua vyanzo vya mzozo wa Ukraine inataka kushadidisha chimbuko la mzozo huo kwa kuzidisha misaada yake ya kijeshi, huku kuchunguza suala la kutuma wanajeshi katika nchi hiyo. Peskov amesema Ulaya inapaswa kuwa na nia ya dhati ya amani. Hata hivyo sasa inazungumzia kuhusu vita na mashambulizi ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin ameongeza kuwa haiwezekani kusitisha vita bila kupata ufumbuzi chimbuko la mzozo wa Ukraine. Hii ni katika hali ambayo Ulaya inaendelea kujadiliana kuhusu kutuma wanajeshi kuisaidia Ukraine. Peskov amesema nchi za Ulaya zinafanya kila ziwezalo ili kukusanya euro bilioni 800. Hata hivyo fedha hizo zinakusanywa si kwa ajili ya kuendeleza miundombinu na huduma za afya, bali ni kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa kijeshi. Msemaji wa ikulu ya Russia pia amelitaja pendekezo la Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa la kuiweka Ulaya chini ya mwamvuli wa nyuklia wa nchi hiyo kuwa ni hatari kubwa. Kurukia vita baada ya vita ni muhimu kwa Netanyahu kubaki madarakani. Elijah Magna, mchambuzi mashuhuri wa masuala ya kijeshi, amesema waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu anafanya juu chini ili aweze kusalia madarakani kwa angalau miaka 2 mingine, na hiyo ndiyo sababu ya kurukia vita baada ya vita. Magna ameeleza hayo katika mahojiano na televisheni ya Al Jazeera na kubainisha kuwa Netanyahu anafanya hivyo na Syria, na bila kuchokozwa na Syria anafanya hivyo pia na Lebanon. Kwa mujibu wa mchambuzi huyo wa masuala ya kijeshi wa Brussels, Ubelgiji, madai ya utawala wa kizayuni kwamba siku ya Jumamosi ulishambuliwa kwa makombora 5 yaliyotokea Lebanon yanatia shaka, akisema si jambo lenye thamani kwa Hezbollah au makundi mengine yanayobeba silaha kutekeleza shambulio kama hilo, jambo ambalo limethibitishwa na mashambulio ya kujibu yapatayo 200 yaliyofanywa na jeshi la Israeli ambayo yameua watu 7 na kujeruhi wengine kadhaa nchini Lebanon. Magna amebainisha kuwa ni muhimu kwa utawala wa kizayuni wa Israeli kuendeleza mashinikizo haya ya kijeshi kwa sababu za kisiasa na kumnufaisha pia kisiasa Netanyahu na baraza lake la mawaziri la mrengo wa kulia wenye msimamo wa kufurutu mpaka. Siku ya Jumamosi, harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Lebanon Hezbollah ilitoa taarifa ya kukanusha kuhusika kwa namna yoyote na shambulio la maroketi lililodaiwa na utawala wa kizayuni kwamba limefanya kutokea Lebanon na kulenga maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu yaliyopachikwa jina bandia la Israeli. Vile harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imetoa taarifa na kutoa mkono wa pole kufuatia kuuawa shahidi Ismail Bahrum, mwakilishi wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo. Taarifa ya Hamas imebainisha kuwa kuuawa shahidi Ismail ni jinai nyingine katika rekodi nyeusi ya utawala wa kizayuni inayoonyesha kuendeleza kutekelezwa sera za mauaji ya kigaidi dhidi ya raia na viongozi wa Palestina. Taarifa ya Hamas imesisitiza kuwa shambulio hilo limekiuka wazi sheria na kanuni za kimataifa, na harakati hiyo inaihesabu hatua hiyo kuwa ya hatari sambamba na jinai za kivita za utawala wa kizayuni. Hamas imeashiria nafasi kuu ya shahidi Ismail katika harakati za Kiislamu na za mukawama na kumtaja kuwa miongoni mwa shaksia mashuhuri wa harakati ya Hamas huko Gaza, na kusisitiza kuwa alitumia maisha yake yote kuhami Palestina, matukufu yake na taifa lake. Ismail, mwakilishi wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, aliuawa shahidi Jumapili katika shambulio la utawala wa kizayuni katika hospitali ya Al-Nasri huko Gaza. Kufuatia mauaji hayo, harakati ya Jihadul Islam ya Palestina pia imeeleza kuwa wana mapambano kwenye ukanda wa Gaza wanajivunia viongozi wao wanaouliwa shahidi kwa kuendesha mapambano na kusimama kidete kuitetea Palestina. Vile mawakili 77 mashuhuri wa Ujerumani wametoa tamko la kuunga mkono uamuzi wa mahakama ya kimataifa jinai ICC wa kuagiza waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu akamatwe na kuitaka serikali ya shirikisho Ujerumani iheshimu uamuzi huo. Katika taarifa yao ya pamoja, mawakili hao wameitaka serikali ya shirikisho Ujerumani iheshimu sheria za kimataifa kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya kimataifa jinai wa kuagiza waziri mkuu wa Israeli akamatwe na kufikishwa mbele ya mahakama hiyo. Wanasheria hao wameeleza pia kwamba endapo Netanyahu ataruhusiwa kuingia Ujerumani, hatua hiyo itakuwa ni ukiukwaji wa haki za sheria zinazotawala nchi hiyo. Aidha, taarifa ya wanasheria hao imekosoa hatua ya baadhi ya vyuo vikuu vya Ujerumani ya kufuta muhadhara uliopangwa kutolewa na ripota maalum wa Umoja Mataifa Franziska Albanese. Afisa maalum wa serikali ya shirikisho Ujerumani anayehusika na kupambana na chuki dhidi ya Uyahudi alidai hivi karibuni kuwa hotuba za ripota huyo maalum wa UN zina maelezo ya chuki dhidi ya Uyahudi.
Friedrich Merz, kansela ajaye wa Ujerumani, alitangaza wakati wa kampeni za uchaguzi kwamba atapata njia na nyenzo zinazohitajika ili kumwezesha Netanyahu kuingia nchini Ujerumani. Katika usiku wa uchaguzi na baada ya kutangazwa mshindi, Merz alifanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu huyo wa utawala wa Kizayuni anayetakiwa akamatwe na kukabidhiwa kwa mahakama ya ICC. Mwezi Novemba 2024, mahakama ya kimataifa ya jinai yenye makao yake The Hague, Uholanzi, ilitoa waranti wa kukamatwa Netanyahu na aliyekuwa waziri wa vita wa Israeli Yoav Gallant kwa tuhuma za kufanya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kutumia njaa kwa kuwaweka na njaa watu wa Gaza kama silaha. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.